Mpenzi mtazamaji, nachukua nafasi hii kuweza kukaribisha katika kipindi hiki ambapo tunazidi kuangalia upendo wa Mungu na tabia yake kupitia kwa njia mbalimbali ambazo Mungu ametumia ili kuweza kutufunulia upendo wake na kutuwezesha tuweze kumuelewa zaidi. Na basi katika siku ya leo tutakuwa tunaangazia kufunuliwa kwa utukufu wa Mungu, na lesoni ambayo tutatumia ni lesoni ya kielelezo kutoka kwa jua. Na fungu ambalo litakuwa linatuongoza katika fundisho hili ni kitabu cha Yohana 9, mstari wake ni wa 5, ambapo inasema ya kwamba muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Ni maneno ambayo Kristo aliweza kuzungumza kuelezea kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu, na kuna mengi tunaweza kujifunza kupitia kwa jua ambalo yeye mwenyewe aliweza kuumba, na utukufu ulio katika jua inaweza tufundisha mambo kuhusiana na utukufu wake Mungu ambayo ni tabia yake. Majina yangu naitwa Kenneth Karuga, na basi nawaalika tupate kuomba ili tuweze kuendelea katika fundisho kwa pamoja. Na tuombe. Mtakatifu Baba uishe juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi ya kipekee ambayo umeweza kutupatia. Asanti kwa vielelezo vingi ambazo umetumia katika maumbile kutuwezesha sisi kuweza kukuelewa na kuelewa tabia yako na kuelewa utukufu wako na kuelewa lengo lako kwa maisha yetu. Basi tunapokuwa tukiangalia kielelezo kutoka kwa jua ili tupate kuelewa utukufu wako na tabia yako, naomba utuongoze. Nitumie tu kama chombo ninapokuwa nikinena, na wasikilizaji wote wapate kuelewa. Asanti kwa yale yote ambayo umetutendea na kujifunua kwetu, na nikupitia jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Basi karibuni sana. Tunaangazia kufunuliwa kwa utukufu wa Mungu, lesoni ya kielelezo kutoka kwa jua. Na wapendwa, tunapokuwa tukiendelea katika fundisho hili, basi tutaweza kutumia Biblia na vitabu vya roho ya unabii kutuwezesha kuweza kuelewa vizuri swala hili. Pia tutaweza kuangazia mambo kadhaa pia katika ambayo yameweza kufanya utafiti katika sayansia, na ili tuweze kuelewa vizuri na tulinganishe mambo haya yote kwa kiroho, tupate kumuelewa Mungu wetu vizuri. Wapendwa, kumbukeni ya kwamba Kristo ndiye chapa halisi ya Baba, na katika maisha ya Kristo tunaweza kuelewa Baba yetu zaidi. Maana tabia ambayo Kristo aliweza kudhihirisha si kinyume na tabia ya Baba yake. Kwa hivyo katika mwanzo ningependa nianzie na kitabu cha Warumi 1 mstari wake ni wa 20. Na wapendwa, tunaweza kujifunza tabia ya Mungu kupitia kwa maumbile. Biblia inasema pale katika Warumi 1 mstari wa 20, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Kwa hivyo mambo ya maumbile ama mambo ambayo Mungu aliweza kuumba yanaweza tusaidia tuweze kuelewa mambo yake Mungu, hata uungu wake, na ili tusiwe tuko na udhuru wowote. Kwa hivyo mambo yake ya umilele ya uungu wake yanaweza eleweka kupitia kwa kazi za mikono yake. Naye mtumishi wa Mungu anatuambia katika kitabu ambayo inaitwa That I May Know Him, TMK, ukurasa wa 18 aya ni ya 5. Mtumishi wa Mungu anatuambia hivi kwamba through creation and redemption, through nature and through Christ, the glories of the divine character are revealed. Eti kwamba kupitia kwa uumbaji na kupitia kwa ukombozi, kupitia kwa maumbile na pia kupitia kwa Kristo, basi utukufu wa tabia ya Mungu inafunuliwa. Kwa hivyo maumbile ambayo yametuzunguka wapendwa, yanatusaidia tuweze kuelewa vizuri upendo wa Mungu na tuweze kuelewa vizuri tabia yake. Tunaambiwa by the marvelous display of his love in giving his only begotten son, the character of God is revealed to the intelligences of the universe. Ya kwamba kupitia kwa dhihirisho lake la ajabu la upendo katika kumtoa mwanawe pekee, basi tabia ya Mungu inafunuliwa pia kwa wale wakazi wa ulimwengu wote. Wapendwa, pambano kuu sio ya dunia hii peke yake. Pambano kuu ni la the whole universe. Na tunaposema the universe, tunajumlisha pia dunia zile ambazo Mungu aliweza kuumba, ambazo hazikuanguka. Pia inajumlisha malaika watakatifu ambao pia nao wanatazama sana kinyang'anyiro hiki na pambano hii ambayo imekuwa ikiendelea kwa miaka hii yote,
dunia hii ikiwa ndio uwanja wa pambano hili kati ya Kristo na Shetani. Na kile kinachong'ang'aniwa si ni nani ako na nguvu, bali ni nani ako na haki. Kwa sababu pambano kuu ingekuwa ni kuhusu nguvu, ingekuwa ni kuhusu ni nani ako na nguvu kuliko mwingine, ukweli ni kwamba Mungu ako na nguvu kuliko Shetani. Kwa hivyo wapendwa, pambano hili sio pambano la nguvu, bali ni pambano la principles, ni pambano la misingi ambayo imejengwa juu ya haki. Who is right? Kati ya Baba na kati ya Kristo na kati ya Shetani, ni nani ako na haki? Na basi kupitia kwa maumbile, kupitia kwa Mungu kumtoa mwanawe pekee, tabia ya Mungu inazidi kudhihirika, na pia wakazi wa ulimwengu wote, malaika na zile dunia zikuanguka, wanazidi na kumwelewa Mungu wetu vizuri. Na zaidi sana, pia na sisi wanadamu tunazidi na kumwelewa Mungu wetu na kufanya uamuzi wa ni upande upi ambapo tutaweza kusimama. Na wapendwa, wakati kila mwanadamu katika dunia hii atakapokuwa amefanya uamuzi wake wa ni upande upi atasimama katika pambano hili, ndipo pambano kuu litaweza kufikia mwisho. Mwisho wa pambano hili wapendwa, itakuwa ni mtihani mkubwa kwa ulimwengu. Mtihani ambao utakuwa ni mtihani wa ibada, unaolinganishwa na Sabato na siku ya Jumapili, ambapo upande ambao utaweza kuchagua itakuwa ni kudhihirisha ni nani umetaka aweze kuwa kiongozi wako, ni nani ambao unataka kuweza kutumikia. Kwa hivyo wapendwa, tunapokuwa tukikaribia mtihani ule mkubwa kwa ulimwengu, basi ni vizuri tupate kuweza kumwelewa Mungu wetu vizuri, tupate kuelewa tabia yake vizuri, ili tunapofanya maamuzi, tufanye maamuzi bora na kuchagua upande wake. Basi tunapoendelea wapendwa, Mungu aliumba jua kuangazia nuru kwa dunia. Mungu alipoumba jua, sababu yake ilikuwa ni ili itie nuru kwa ulimwengu huu. Tunaambiwa hivi katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wake ni wa 14, kwamba Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka. Kwa hivyo Mungu mwenyewe aliweza kuumba mianga miwili kwa kusudi la kutia nuru ulimwenguni. Tunaambiwa hivi, Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana, yani jua, na ule mdogo utawale usiku, yani mwezi. Akafanya pia na nyota. Mstari wa 17 anasema, Mungu akaiweka katika anga la mbingu. Kwa nini? Itie nuru juu ya nchi. Kwa hivyo jua, mwezi na nyota ziliweza kuumbwa kwa kusudi la kuweza kutia nuru katika ulimwengu huu. Na basi ni kupitia kwa kazi hiyo tunaweza kuelewa kazi yake Yesu Kristo, maana tutakuja kuona maandiko inamlinganisha Kristo kama jua la haki, ambaye kazi yake ni kutia nuru ama kuangazia nuru dunia hii. Na tunapozungumza kuhusu nuru, tutakuja kuona tunazungumza kuhusu utukufu wake Mungu, na utukufu wa Mungu ni tabia yake Mungu. Kwa hivyo Kristo anadhihirisha tabia yake Mungu katika ulimwengu huu, ili nasi pia tunapoelewa tabia ile na tunapompokea Kristo katika maisha yetu, nasi pia tufanywe nuru za ulimwengu. Kwa hivyo pale kuna mengi ambapo tutazidi na kujifunza. Lakini ningependa tuweze kuelewa mambo kadhaa kuhusiana na jua na pia kuhusiana na uumbaji huu. Na picha ambapo unaona pale ni picha tu ya kuelezea jua pamoja na dunia yetu, na kale kasehemu kadogo pale unaona ni mwezi. Na kwa hivyo kazi ya jua ni kuweza kutia nuru katika ulimwengu, na pia jua lenyewe pia huwa linaangazia mwezi, na nuru ambayo unaona kwa mwezi si nuru inayotokana na mwezi mwenyewe, bali ni nuru ambayo inatoa kutoka kwa jua na inaangazia ulimwengu pia. Na ni vizuri mpendwa uweze kuelewa jambo la kwanza kuhusu jua. Jua ni aina ya nyota, yani kwa kizungu it is a star. Na kunayo tofauti ya nyota na sayari, yani kwa kizungu a star and a planet. Tunapozungumza kuhusu dunia, tunazungumza kuhusu sayari ya dunia. Lakini tunapozungumza kuhusu jua, jua ni nyota, na nyota ni kitu ambacho huwa kinatoa mwangaza wake mwenyewe. Dunia si nyota, haina mwangaza wake. Mwezi si nyota, haina mwangaza wake. Jua ni nyota, maana iko na mwangaza wake. Na kando na jua hii, kuna nyota zingine nyingi ambazo unapotoka nje usiku na kuangalia juu unaziona zikiwa nyingi. Hizo zote ni aina za nyota
kama vile jua ilivyo nyota katika sayari hii yetu. Uumbaji wa Mungu wapendwa ni mkubwa. Uumbaji wa Mungu umejaa, ameumba vitu vingi, na natumai ya kwamba safari ile ambapo tutaweza kusafiri kuelekea mbinguni, mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba kwa siku 7 tutaweza kusafiri kwenda katika zile nyota na zile sayari zingine ili kuweza kuona uumbaji wa ajabu wa Mungu. Lakini uumbaji huo wote, Yesu alikuwa tayari kuacha hizo zote, akuje katika dunia hii yetu kadogo ili kuweza kukufikia wewe na kuweza kunifikia mimi. Dunia hii yetu ni kama yule kondoo aliyepotea kati ya wale 100, na mchungaji alikuwa tayari kuacha 99 kukuja na kuhatarisha maisha yake ili kuweza kuokoa dunia hii yetu moja kama yule kondoo moja aliyepotea. Kwa hivyo jua ni nyota ambapo huwa inatoa mwangaza wake. Na jua licha ya kwamba ukiwa hapa duniani unaiona ikiwa ndogo, wapendwa, jua ni kitu kikubwa sana. Ni kwa sababu ya umbali wake ndiposa tunaiona ikiwa ndogo. Na kulingana na utafiti ambao umeweza kufanywa, basi ukubwa wa jua, yani diameter, kuzunguka ile jua lenyewe liko na kilomita 1.3927 million kilometers. Yani iko na kilomita milioni 1.3 ama 4, tuseme ni 1.4 million kilometers. Kwa hivyo ni kitu kikubwa ikilinganishwa na dunia yetu, ambayo dunia yetu ni kilomita 12,700. Kwa hivyo ukilinganisha hiyo ukubwa wa dunia na ukubwa wa jua ni kubwa sana. Ni vile tu iko mbali ikilinganishwa na dunia, na ndiposa tunaiona ikiwa ndogo. Mwezi nao ukubwa wake ni kilomita 3,474. Ni kakitu kadogo, ndiposa tunaiona usiku vizuri. Kwa hivyo jua ni mara 109 times wider than the earth. Yani ukubwa wa jua ikilinganishwa na dunia yetu ni mara 109. Kwa hivyo ni kitu kikubwa. Tena ule mwangaza ambao unatoka katika jua uko na joto sana, na pale katikati ama jua lenyewe joto ambayo inatoa, kwa utafiti wanasema ni 5500 degrees Celsius. Yani ni joto mingi sana, hakuna kitu kinaweza karibia jua na joto kama ile kisiyeyuke. Lakini kwa sababu jua iko mbali na dunia, mwangaza ule unaweza tufikia kwa njia ambayo tutahisi joto lakini haitatuangamiza. Kwa hivyo umbali wa jua na dunia na joto ya jua Mungu ameweka hivyo ili joto ile itufikie kwa kiwango ambacho itasaidia mimea, itasaidia wanyama, lakini haitatuangamiza. Wapendwa, kumbuka tunaona mambo haya yote ili tuelewe kuhusiana na utukufu wa Mungu na tabia yake, na vile amejidhihirisha kwetu sisi wanadamu ambao wenye dhambi. Amejidhihirisha kwetu kwa njia ambayo amejificha, kwa njia ambayo inaonekana kama ni mbali, ili tupate nuru yake na mwangaza wake utufaidi bila kuweza kutuangamiza, kwa sababu mwenye dhambi haiwezi stahimili utukufu wake Mungu. Jambo lingine wapendwa, kwa hivyo this makes it extremely important for life on earth. The sun provides us with energy which brings life on our planet. It defines seasons and the harvest and even the sleep patterns of all living creatures on the earth. Ya kwamba basi wapendwa, jambo hili, ujoto hii ya jua inakuwa ni muhimu sana kwa maisha hapa duniani. Na jua huwa inatupatia nguvu ambayo inaleta uhai katika ulimwengu huu wetu. Na jua ndio inabainisha misimu katika dunia yetu inategemea jua. Pia ndio inabainisha nyakati za mavuno, na pia inabainisha ama ndio inategemea vile unalala. Na hata mtumishi wa Mungu Suleimani pale katika kitabu cha Ecclesiastes akaweza kusema ya kwamba ni jambo mzuri macho kutazama jua. Na wakati macho yako inapotazama jua alafu usiku ulale, unapata usingizi mzuri. Hata wanasayansia hiyo ni kitu ambao kimeweza kudhibitishwa. Ndiposa hata katika sheria za afya jua ni mojawapo ya zile sheria, na usingizi pia ni mojawapo ya zile sheria. Hayo ni mambo ambayo tutazidi kuangalia katika vipindi vingine vitakavyofuata. Jambo la pili wapendwa, ningependa tuweze kuelewa kwamba jua ndiyo nyota iliyo karibu sana na sayari hii ya dunia.
Kwa hivyo wakati unapotoka nje usiku na kuangalia juu na kuona hizo nyota zote, hizo ni vitu ambavyo ni kubwa sana hata kuliko jua. Ni vile tu ziko mbali zaidi. Kwa mtazamo wetu tukiwa hapa duniani tunaona ni vitu tudogo, lakini kama tungezikaribia ni vitu kubwa sana. Kwa hivyo hata jua letu, licha ya kwamba kwa muonekano wake unaonekana ni ndogo, ni kwa sababu ya umbali wake. Na umbali wa jua kutoka kwa dunia kulingana na utafiti ni kilomita 150 million kilometers. Kumaanisha hivi wapendwa, kama tungeweza kufunga safari kutoka sayari dunia kuelekea katika jua ambayo ni kilomita 150, basi ikiwa tungeweza kuanza safari, sijui ni muda upi ambao tungechukua. Hebu tufanye hiyo hesabu pamoja. Ikiwa tungeanza safari kutoka kwa dunia tukielekea kwa jua, na tunajua kwamba time equals to distance over speed, na tumeona kwamba umbali wa dunia ni kilomita 150, na tuseme tuchukue chombo ambacho kinaenda na mbio ya kilomita 300 kila lisaa, 300 kilometers per hour. Tukue na chombo ambacho kinaenda na mbio hivyo, na tunataka kuenda hadi kwa jua kilomita 150, basi ingetuchukua 500,000 hours. 500,000 hours kwa njia rahisi ni siku 20,833, na kwa miaka ni miaka 57. Kwa hivyo kuanzia leo tungeanza safari ya kuelekea kwa jua bila kukoma, usiku na mchana, ingetuchukua miaka 57 kuweza kufika pale. Sijui ni wangapi katika dunia hii wangekuwa wameshafika, lakini mimi ambaye ninayezungumza nanyi singekuwa nimefika. Hata nafikiria labda niko pale katikati bado tukielekea katika safari. Kwa hivyo ni mbali, jua iko mbali sana. Lakini wapendwa, nataka kuelezea kwamba ipo siku moja ambapo hata kama ni mbali hivyo, ipo siku moja Yesu Kristo ataweza kutusafirisha katika nyota hizo zote. Sijui ni gari gani hiyo atatumia, lakini itakuwa na mbio ya ajabu sana, kwa sababu tutaweza kuenda na kuzuru hizo dunia zote ili baadaye tuweze kuenda katika mji mtakatifu wa Mungu mbinguni. Itakuwa ni safari ambayo natumai ya kwamba kila mmoja wetu tutaweza kuwa pale. Jambo lingine wapendwa, dunia huwa inazunguka jua. Dunia huwa inazunguka jua. Mtumishi wa Mungu akasema hivi, maana katika nyakati zile za wana matengenezo za our early pioneers, kulikuwa na mafundisho mengi ambayo ilikuwa inakuja kanisani. Wengine kulikuwa na mabishano mengi kuhusiana na swala hili la dunia. Lakini mtumishi wa Mungu akaandika hivi, kitabu kinaitwa Mantle of Blessings, ukurasa wa 74 aya ni ya 3. Akasema hivi, it is not because of inherent power that year by year the earth produces her bounties and continues her motion round the sun. Ya kwamba si kwa sababu ya nguvu iliyo katika dunia ndiyo kila mwaka baada ya mwaka dunia inatoa mazao yake na inaendelea mzunguko wake ikizunguka jua. Inasema the hand of God guides the planets and keeps them in position in their orderly march through the heavens. Ya kwamba ni mkono wa Mungu huo inaongoza hizi sayari na kuziongoza katika msongo wao pale mbinguni. Kwa hivyo wapendwa, hata dunia yetu ni Mungu mwenyewe ameweza kuishikilia. Yeye mwenyewe ndio anaiongoza iweze kuzunguka jua. Na sio dunia hii tu, bali pia sayari zingine zote ni Mungu mwenyewe na uwezo wake huwa anazishikilia. Si kwa sababu ya nguvu iliyo katika dunia, si nguvu iliyo katika maumbile, ni nguvu ya Mungu mwenyewe huwa inashikilia dunia hii. Kwa hivyo kila mwanadamu aliye katika dunia wapendwa, analo jambo la kumshukuru Mungu, kwa sababu hakuna siku wewe umewahi amka na ukaweza kujiuliza ama kushangaa hii dunia imeshikiliwa na nini. We mwenyewe unapoamka hata huwa hautambui kama dunia hii imeshikiliwa. Lakini mpendwa, jua ya kwamba kuna kitu Mungu huwa anafanya kila siku, hata kama hautambui. Kuna kitu Mungu huwa anakufanyia kila siku, na kila mtu katika dunia hii ako na sababu ya kuweza kumshukuru Mungu. Sijui dunia hii ingeweza kuwa, Mungu angeacha iondoke katika ile msururu wake, sijui hali ingekuwa aje. Lakini wapendwa, Mungu anazidi kushikilia dunia hii.
Kulikuwa pia na mafundisho katika nyakati zile ambapo yalikuwa yameleta mabishano mengi kanisani, na hata siku ya leo bado ni mjadala ambao huo inaendelea sana. Maana kuna watu huwa wanasema ya kwamba dunia si mviringo, dunia iko flat. Kuna kitu inaitwa the flat earth theory. Na hata katika nyakati zile bado kulikuwa na mabishano yale, wapendwa. Lakini mtumishi wa Mungu akaandika hivi, tusiwe na kujiingiza katika mabishano yale. Natumai hata ukienda katika mtandao utapata hiyo ni kitu ambacho ni debate kubwa huwa inaendelea. Na ajabu ni kwamba pia inashika watu wa Mungu kuweza kujiuliza, dunia iko tambarare, dunia ni mviringo. Wapendwa, haijalishi hata kama ni tambarare, hata kama ni mviringo, Mungu ndo aliumba, na kile cha muhimu ni upate kumjua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, maana siku moja dunia hii itaweza kufanywa upya. Mtumishi wa Mungu akaandika hivi katika kitabu cha Manuscript Release ukurasa wa 414 aya yake ya pili. Anasema, a man was present who had expressed a desire to see me and talk with me in regard to the round and flat world. I sent him a message that when Christ gave my commission to do the work he had placed upon me, the flat or round world was not included in the message. Ya kwamba kuna mtu aliyekuja akatamani kuweza kuongea na mtumishi wa Mungu dada White kuhusiana na dunia ambayo ni mviringo ama ni tambarare. Na basi anasema nikamtumia ujumbe ya kwamba wakati Kristo aliponipatia wajibu wa kuweza kuhubiri Injili, swala la kwamba dunia liko mviringo ama liko tambarare haikuwa katika ule ujumbe. The Lord has taken care of his house, his world here below, better than any human agency could care for it. And until the message came from the Lord, silence was eloquent upon that question. Kasema ya kwamba Bwana ameweza kushughulikia nyumba yake, na kuhusiana na swala hili kama dunia iko flat ama iko round, basi kimya ni kitu kizuri katika swala hilo. Tena bado katika ukurasa wa 419 akasema, let those who are presenting theories as to whether the earth is round or flat leave this question, for God has not given it to them to solve. Ya kwamba wale ambao wanakuwa na theoria kwamba dunia iko tambarare ama dunia iko mviringo, basi achaneni na swala kama hilo, maana Mungu hajatupatia swala lile sisi tuweze kuisuluhisha. Kile tunastahili tujiulize ni hii, honestly inquire, what shall I do that I may have everlasting life? Swali kubwa mpendo inastahili kukuwa inakusumbua ni nitafanya nini nipate uzima wa milele? Na swali ni ajibu ni rahisi, ni umpokee Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Nikimalizia pale kitabu cha Gospel Workers ukurasa 314 nayo ikasema hivi, when at one time a brother came to me with the message that the world is flat, I was instructed to present the commission that Christ gave to his disciples. Go ye therefore and teach all nations, and lo, I am with you to the end of the world. Ya kwamba wakati ndugu mmoja alipokuja na hilo swala kwa mtumishi wa Mungu kwamba dunia iko tambarare, basi anasema kwamba aliagizwa ampatie agizo ambalo Kristo alipatiana kwa wanafunzi wake kwamba enendeni mkahubirie Injili katika ulimwengu wote, nami nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa wakati. Hiyo ndio kitu cha muhimu wapendwa. Kuna kazi tumepewa ya kuhubiri Injili duniani. Na kuhusiana na masuala kama haya, Mungu anaambia kila moyo, what is that to thee? Hiyo ni nini kwako? Wewe nifuate. Nimekupatia agizo. Wewe zingatia kweli za muhimu za wakati huu, sio masuala ambayo hayana uzito wote katika wokovu wako. Kwa hivyo wapendwa, mambo kama yale, hata kama utaweza kuyasikia, tafadhali achana nayo. Wewe zingatia swali kubwa, nitafanya nini ili nipate uzima wa milele? Na pia uzingatia kazi kuu ambayo Kristo ameweza kutupatia, kwamba tuende katika ulimwengu wote tukaweza kuihubiri Injili kwa kila kiumbe. Basi tunapoendelea wapendwa, Mungu mwenyewe ndio huwa anaamrisha jua. Unaposoma kitabu cha Zaburi 136 aya fungu lake la 7 na fungu lake la 8, maandiko inasema yeye, yani Mungu, aliyefanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jua litawale mchana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndiye aliweza kuamrisha jua. Na kwa sababu yeye mwenyewe aliweza kuamrisha jua, na jua ni kitu cha kipekee sana kwa ulimwengu, wapendwa, kuna watu walifikia
kuanza kuona umaarufu wa jua na wakaanza kuiabudu jua kama mungu. Na basi wakati ule wa Musa, Mungu akampatia mtumishi wake agizo wakati wana Israeli walipokuwa wanatoka katika Misri. Maana ukumbuke kule Misri walikuwa wanaabudu miungu mingi, na mungu mkubwa wa watu wa mataifa alikuwa ni mungu jua. Kwa Wamisri walimuita Ra. Ukienda sehemu zingine walimuita kwa jina tofauti. Na basi watu wa Mungu walipokuwa kule katika mateka, wakazoea ibada ya jua kwa sababu ya umaarufu wake. Maana Wamisri walikuwa wanajua ya kwamba pasipokuwa na jua hatutapata mavuno. Pasipokuwa na jua tunasikia baridi. Na kwa hivyo jua ilichukuliwa kama mungu na watu walikuwa wanaabudu jua. Lakini wakati Mungu alipokuwa anatoa watoto wake kule Misri, akaweza kuwapatia amri hii kupitia kwa Musa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4 mstari wake ni wa 15. Akasema hivi: jihadharini nafsi zenyu basi, maana hamkuona umbo la namna yoyote siku ile Bwana aliyosema nanyi kutoka kati ya moto. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishiwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amegawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Eti ya kwamba wakati Mungu alipokuwa ananena na wana wa Israeli pale katika mlima Sinai, akawakumbusha kwamba hamkuona umbo lolote, ni sauti tu walisikia. Na hiyo ni kwa sababu Mungu hakuwa anataka wamfananishe na kitu chochote. Na basi akawaambia kwamba wakati basi mtakapotazama jua ama mwezi ama nyota, msishawishike kuweza kuviabudu. Na basi Musa alipokuwa pale mlimani, na Mungu akaweza kumfunulia mpango wa ukombozi kwa njia ya hekalu, akampatia maagizo ya vile watajenga hekalu. Na agizo moja la kujenga hekalu, waliweza kuamrishwa wanapojenga hekalu waijenge ikitoka mashariki ikielekea magharibi, from east to west. Na hivi ndivyo hekalu ilikuwa imejengwa kwa ufupi, kwamba kiingilio cha hekalu kilikuwa kiangalia upande wa mashariki na ikielekea upande wa magharibi. Kwa njia moja ni Mungu alikuwa anawafunza ya kwamba anawatoa katika ibada ya jua, anawatoa katika ibada ya watu wa mataifa, akitaka kuelekeza kwa ibada yake. Na basi wakati wote walipokuwa wanajenga ile hekalu, wakihama waende waiweke mahali pengine, lazima wangehakikisha mlango uko katika upande wa mashariki. Na wanapoingia, kuhani anapoingia kwa hekalu, anatoka mashariki akielekea magharibi. Na kisha vifaa vingine vilivyo ndani ya hekalu, kwa mfano kama ni meza ya mikate ya onyesho, akaambiwa aiweke upande wa kaskazini. Alafu kisha kinara cha taa kiweke upande wa kusini. Kwa hivyo kila wakati hekalu ilikuwa imewekwa katika mtazamo huo. Lakini mtumishi ama nabii Ezekieli katika jozi akaoneshwa machukizo makubwa wana Israeli wakifanya. Na anasema hivi katika kitabu cha Ezekieli 8 mstari wa 15. Akaniambia, mwanadamu, umeona haya? Utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwapo watu kama 25, wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki, nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Yani, ili upate ile picha vizuri, Ezekieli anaoneshwa watu wamesimama pale katikati ya madhabahu na ukumbi. Watu kama 25 wamelipa kisogo ama wamelipa hekalu kisogo. Kumaanisha wakati kisogo yako imeangalia mahali, ni kumaanisha macho yao ilikuwa inaangalia mashariki. Kumaanisha kisogo chao kinaangalia hekalu. Kumaanisha walikuwa wameondokea ibada ya Mungu, sasa wanaelekea katika ibada ya jua ama ibada ya watu wa mataifa. Hiyo ndio uovu ambao Ezekieli anajaribu kutuelezea pale katika Ezekieli 8. Na kwa hivyo wapendwa, haikuwa ni mpango wa Mungu jua kuweza kuabudiwa kama Mungu. Haikuwa ni mpango wake sayari zozote ama pamoja na mwezi na nyota ziabudiwe kama Mungu.
bali hizi zote zinastahili zituelekeze kwa muumbaji. Hatustahili tuziabudu, tunastahili tuzione kama vielelezo za kutuelekeza kwa yule ambaye ni muumbaji, Mungu mwenyewe. Wapenda, pia ningependa kuelezea jambo lingine, kwamba hata siku ambazo tunataja wiki, the days of the week, ziliweza kuitanishwa na Mungu huyu mkubwa ambaye ni jua, pamoja na sayari zingine. Kuna watu wengi huwa wanauliza swali hili: kwa nini katika Biblia hatutapata jina Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday? Wapendwa, ni kwa sababu hali hii ama tamaduni hii ya kuita majina ya siku, majina hayo ambayo unasikia Monday, Tuesday, Wednesday, ni majina ambayo ilitokana na utawala wa Kirumi, walioiga kutokana na tawala zilizokuwa zimetoka nyuma, kuanzia utawala wa Babeli, ambapo siku za wiki waliziitanisha na miungu yao, Mungu mkubwa akiwa ni Mungu jua, wakiabudu pia mwezi na wakiabudu sayari zingine kama miungu. Na hakuna vile wanafunzi wa Kristo walioandika Agano Jipya, na hakuna vile manabii walioandika Agano la Kale wangetumia majina ya kibabeli na majina ya kimataifa ya miungu zao kuandika Biblia. Kwa hivyo hakuna siku utapata majina yale katika Biblia, lakini kile utapata ni kwamba ni siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6, ama siku ya maandalio, alafu kisha siku ya 7 ambayo inaitwa Sabato. Lakini hizo siku zimetajwa katika Biblia, unaweza zilinganisha na siku hizi ambao tunaitanisha siku za wiki. Na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa A.T. Jones, kuna kitabu ambacho aliandika inaitwa The American Sentinel. Na pale anasema hivi katika ukurasa wa 244, anasema the Anglo-Saxon word Sunday is the name given to honor the sun, the divinity considered the most powerful in heathen mythology. Ya kwamba jina hili la Kiingereza, kumbuka jina Anglo-Saxon kwa leo ndio tunaita nchi ya Uingereza. Katika wakati ule zilikuwa na majina tofauti. Na zile mataifa ya kule bara ya Europa zilikuwa na majina tofauti wakati ule, ikiwemo zile 3 zilizoangamizwa ama zilizoondolewa, Heruli, Vandos na Ostrogoth. Kwa hivyo wakati ule nchi ya Uingereza haikuwa inaitwa England, ilikuwa inaitwa Anglo-Saxon. Sasa anaposema hivi, maana yake anasema jina la Kiingereza Sunday ni jina ambalo limetolewa kuheshimu jua ambayo ilikuwa ni Mungu aliyechukuliwa kwamba ni mkubwa na wenye nguvu sana katika ibada ya watu wa mataifa. Kwa hivyo unaposikia jina Sunday ni jina ambayo imetengewa Mungu ambaye ni jua. Alafu anasema hivi, the names of the other days of the week are chosen to honor some other divinity. Ya kwamba zile siku zingine za wiki ni majina ambayo imetolewa kuabudu miungu zingine, kama vile Monday or Luna, the moon. Unaposikia jina Monday inamaanisha the day of the moon, ni siku ya kuabudu Mungu ambaye ni mwezi. Tuesday ikaitanishwa na sayari ambayo tunaita Mars ama Mardi, the god of war, ambaye ni Mungu wa vita. Wednesday ikaitanishwa na sayari ambayo inaitwa Mercury ama Wooden. Thursday ikaitanishwa na sayari ambayo inaitwa Jupiter ama Thursday ama Thunder's Day. Alafu kisha Friday ikaitanishwa na sayari ambayo inaitwa Venus, na kisha Saturday ikaitanishwa na sayari ambayo inakuanga na mviringo ambayo inaitwa Saturn, ambaye alijulikana katika watu wa mataifa kwamba ndiye baba yake Jupiter na Neptune. Kwa hivyo hizi majina ni majina ambayo inalingana na zile sayari ambazo zimezunguka nyota hii ambayo ni jua. Sunday ikiwa inalenga jua, Monday ikiwa inalenga mwezi, Tuesday ikiwa inalenga Mars, Wednesday ikiwa inalenga Mercury, na hizo zingine zote kama vile siku za mwezi, siku za wiki zilivyo. Nataka ushike jambo hili mpendwa mtazamaji, kwamba man systems honored created light, sun, moon and planets. But God's system honors the one who made them, that is the creator, culminating in the Sabbath, a sign of divine authorship and rest. Ya kwamba system ya wanadamu ya kutaja siku basi inaonesha kuheshimu mianga ambayo Mungu aliumba. Lakini system ya Mungu
haiabudu mianga, haiheshimu vitu ambavyo aliumba, vinaheshimu Mungu mwenyewe. Na ndiposa Sabato kwa watu wa Mungu ni siku ya kipekee. Maana siku hii ndio siku inayoturudisha kwa Mungu ambaye ni muumbaji wa hizi vitu vyote ambavyo tunaviona, vitu vyote ambavyo vimeweza kutuzunguka. Kwa hivyo ulimwengu huu na uumbaji wote unastahili uelekeze mwanadamu kwa the true God, kwa Mungu wa kweli aliyeviumba. Lakini hatustahili tuone hizi vitu na kuanza kuviabudu. Tunastahili tuabudu muumbaji na sio uumbaji wenyewe. Wapendwa, hata Ayubu mwenyewe akaweza kutambua kwamba ni Mungu mwenyewe aliweza kuumba hizi nyota. Na unapoangalia kitabu cha Ayubu 9 mstari wake ni wa 7, wakati mwingine ukisoma hizi maneno kwa tafsiri ya Kiswahili unaweza kosa kuelewa Ayubu anasema nini. Lakini ukiisoma kwa tafsiri ya King James utaweza kuelewa anazungumza kuhusu nyota zingine kando na nyota jua ambao iko katika sayari yetu hii ya dunia. Anasema hivi katika mstari wa 7, aliamuruye jua nalo halichomozi, nazo nyota huzipiga muhuri. Mstari wa 8, ambaye peke yake ni mwenye kuzitandika bingu na kuyakanyaga mawimbi ya bahari. Alafu sasa anaanza kutaja nyota zingine. Anasema yeye afanyaye hizo nyota za dubu na Orioni na hicho kilimia na makundi ya nyota ya kusini. Sasa ukisoma hiyo unaweza shindwa anazungumzia nini. Lakini katika Kiingereza anasema hivi verse 9, which maketh Arcturus, Orion, Pleiades and the chambers of the south. Wapendwa, hizi unasikia zikitajwa pale ni nyota zingine kando na nyota ambayo imetuzunguka ambayo ni jua. Lakini kile Mungu anajaribu kuambia Ayubu kwamba hizi zote ni Mungu mwenyewe aliweza kuziumba, na anataka kumuonesha jinsi alivyo muhimu kwa Mungu. Kwa sababu hizi nyota ambazo Ayubu anataja hapa, wapendwa, ni nyota ambazo ni kubwa zaidi hata kuliko nyota ambayo ni dunia. Hebu angalia picha hii kwa mfano. Hapa chini ni sayari ambayo inaitwa Jupiter. Na ukumbuke Jupiter ni sayari kubwa hata kuliko dunia, kuliko Earth. Lakini kwa picha hii kanaonekana kakiwa kadude kadogo. Alafu kilinganisha na nyota ambayo ni jua na nyota zingine ikiwemo sasa ile Ayubu anaelezewa Arcturus, ukiangalia ukubwa wake ikilinganishwa na jua, Arcturus ni kitu kikubwa sana. Lakini yani Mungu anataka kuonesha Ayubu hata kwa hii shida ambayo unapitia, kwa magonjwa ambayo unapitia, hata kama umepoteza mali yako, umepoteza watoto wako, hata ngozi yako imeweza kuharibika, wewe ni mgonjwa, Mungu hajakusahau. Bado Mungu yuko pamoja na yeye. Kama ameshikilia hizi nyota zingine zote hivi, ni wewe tu atashindwa na wewe? Wapendwa, tunapoangalia uumbaji na tujilinganishe na uumbaji wa Mungu, basi utakuja kuona wewe ni kiumbe cha kipekee sana. Eti Yesu alikuwa tayari kuacha hizo zote ili akuje akuokoe wewe mwenyewe. Mtumishi wa Mungu Dado Ita anasema ya kwamba sisi we are the worm of the earth. Sisi ni kama mdudu wa dunia. Lakini mdudu huu wa dunia uliumbwa katika sura na mfano wa Mungu, na tulipokuwa tumepotea dhambini, Yesu aliweza kuacha yote akuje ili aweze kutufikia sisi. Wapendwa, nataka tuweze kuona filamu kidogo hapa ili uweze kuona ya kwamba kweli upendo wa Mungu ni wa ajabu kwetu sisi. Unapoangalia sayari za dunia zikilinganishwa na ukubwa wa dunia, hiyo ni sayari ambayo inaitwa Pluto. Ikilinganishwa na mwezi ni mkubwa kuliko hiyo sayari. Kisha sayari ya Mercury nayo ni kubwa kuliko mwezi, kilomita 4,900. Ukiendelea pale sayari ambayo inaitwa Mars nayo iko na ukubwa wa kilomita 6,800. Ukienda katika sayari inaitwa Venus nayo ni kubwa, kilomita 12,000. Kisha ndio unakuja sayari yetu ya dunia, kilomita 13,000. Alafu kisha kutoka kwa dunia, basi nataka sasa uanze kuona. Hiyo ni sayari nyingine inaitwa Kepler, kilomita 30,000. Kisha tuende katika sayari Neptune, kilomita 50,000. Uangalie sayari ambayo inaitwa Uranus, kilomita 51,000. Kisha ukuje sayari ambayo inaitanishwa na the Saturday, sayari ya Saturn ni kubwa. Kisha sayari ya Jupiter
1140 kilomita. Sasa hebu angalia jua ikilinganishwa na zile sayari za ulimwengu. Ndipo uweze kuona ya kwamba hata kama dunia yetu ni kadogo aje, bado wewe ni wa muhimu mbele zake Mungu. Hebu ona ukubwa wa jua. Na sasa kando na hii jua kuna nyota zingine kubwa. Sirius A, hebu angalia ukubwa wake ikilinganishwa na jua. Kisha sasa ona ingine inaitwa Elnath, kubwa sana kuliko dunia, kuliko nyota ya jua. Kisha sasa ile ambayo Ayubu alikuwa anaambiwa ambayo inaitwa Dubu, Arcturus, hebu angalia ukubwa wake. Ikilinganishwa na kajua ketu kako hapa, ni sayari kubwa sana. Na kando na sayari hii ambayo Ayubu alioneshwa, bado kuna zingine kubwa ambazo ziko katika ulimwengu wa Mungu. Hebu angalia Arcturus ikilinganishwa sasa na hii nyingine, nyota kubwa sana. Kwa hivyo wapendwa, hata kama dunia yetu ni kadogo aje, Mungu anakujua, anakujali, kana kwamba ni wewe peke yake uliye katika ulimwengu wake. Kwa hivyo ulimwengu wa Mungu na uumbaji wa Mungu ni wa ajabu. Mungu aliweza kuumba vitu vingi, vitu mingi za ajabu. Wacha tuweze kuendelea. Na basi swali Mungu akauliza Ayubu baada ya kumfunulia haya yote ni hii. Ayubu 38 mstari wa 31. Mungu akamuuliza Ayubu hivi: "Je, waweza kufunga mnyororo wa kilima ambao ni moja wapo ya zile nyota, au kuvilegeza viungo vya Orioni? Je, wewe waweza kuzisongeza sayari ambao ni Mezaroth, nimeonyesha kwa ile picha, kwa wakati wake, au waweza kuongoza Dubu, Arcturus na watoto wake na sayari ambao zimezunguka Dubu?" Maswali mengi ambayo Ayubu aliulizwa. Na Ayubu kwa hiyo maswali yote aliulizwa katika Ayubu 38, 39, 40 hakuweza kujibu hata moja. Akakuja kuona ya kwamba kweli hata kama niko katika hali hii nilivyo, Mungu bado ananijali. Mimi ni wa muhimu sana nikilinganishwa na uumbaji wake wote. Wewe ni kiumbe cha kipekee sana mbele zake Mungu wa mpendwa. Na kwa hivyo jua hii inaweza kutufundisha mambo kuhusiana na tabia yake Mungu. Kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 45, Yesu akasema, "Ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki." Kwa hivyo jua ina mambo mengi inaweza tufunza. Mungu anapoangaza jua lake, haangazii wazuri peke yake na anaacha wabaya. Anaangazia kila mtu, kwa sababu upendo wake hauna kipimo, upendo wake unafikia kila mwanadamu. Roho nabii nao inatuambia hivi, kitabu cha Testimonies to Ministers, ukurasa wake 250 aya ni ya 2. Inasema, "God makes his sun to shine on the just and the unjust. And this sun represents Christ, the Son of righteousness, who shines as the light of the world." Eti ya kwamba Mungu huwa anafanya jua lake kuangazia wenye haki na wasio wenye haki. Na jua hii ambayo tunaona wapendwa, huwa inamwakilisha Yesu Kristo. Si kwamba jua ni Kristo, bali jua linamwakilisha Yesu Kristo. Yaani ni kama mfano wa kutusaidia tumuelewe Mungu wetu zaidi. Yeye ambaye ni jua la haki, ambaye anaangazia dunia yote, giving his blessings and mercies, seen and unseen, to the rich and poor alike. And this principle is to guide our conduct towards our fellow men. Ya kwamba jua hili la haki linaangaza nuru katika ulimwengu, akitoa baraka zake na huruma zinazoonekana, zisizoonekana, kwa matajiri, kwa maskini. Na msingi huu wa kuweza kushughulikia watu wote, haijalishi jinsi walivyo, msingi huu tunaambiwa ndio inastahili kuwa inaongoza hali yetu tunapokabiliana na wanadamu wengine. Usipime mwanadamu kulingana na hali yake na utajiri wake na umaskini wake. Unapoangalia mwanadamu mwenzako, muone kama mali ya Mungu, muone kama yule ambaye anastahili afikiwe na huruma za Mungu, muone kama yule ambaye anapendwa na Mungu, ni ndugu yako, ni dada yako. Na tukiwa na msingi kama huu wapendwa, hakuna siku tutaweza kukosa kufikishia wengine uzuri na utukufu wa Mungu na kuweza kuwapelekea Injili. Maana kila mwanadamu aliyeumbwa katika sura na mfano wa Mungu ni mali ya Mungu. Basi tunapokuwa tukiendelea wapendwa, Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Yohana 8 mstari wa 12,
Anasema ya kwamba basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Na pia katika kitabu cha Yohana 9 mstari wa 5, Yesu akasema, muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo Yesu ndiye jua la haki, yeye ndiye nuru ya ulimwengu huu. Yeye ndiye anaangazia dunia hii na utukufu wake. Na kama vile basi nuru hutolewa bure, pia haki hutolewa bure kupitia kwa Yesu ambaye ni jua la haki. Malaki 4 mstari wa 2, lakini kwenyu nyinyi mlioliitia jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mabawa zake, nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Wakati Mungu anapotupatia mwangaza wake wa jua, hakulipishi. Mwangaza ule uko free kwa kila mtu. Wapendwa, hivyo pia haki yake Yesu Kristo. Haki ya Kristo iko wazi kwa kila mwanadamu, iko free kwa kila mtu atakaye. Lakini pia nami hata kama jua liko wazi na liko free, naweza amua sitaki kuota hiyo jua. Naweza amua nijifungie kwa nyumba na niishi bila kuona jua. Naweza fanya uamuzi huo. Na wengi hivyo ndivyo wanafanya kuhusiana na haki yake Kristo, ambayo iko wazi kwa kila mtu, lakini wengi wanaikataa. Lakini wapendwa, haki hii iko wazi kwa kila mtu. Ndiposa Yohana alipokuwa pale katika kisiwa cha Patmo, alipokuwa akioneshwa picha ya kanisa katika Ufunuo 12 mstari wa 1, akaoneshwa ishara ya mwanamke. Amesema hivi, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua, na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Kwa hivyo kanisa la Mungu linaonekana limevikwa jua, yani limevikwa haki yake Yesu Kristo, limevikwa utukufu wake Kristo, limevikwa tabia yake Kristo. Hii ndio lengo kuu la Mungu kwa kanisa lake. Na wapendwa, haki hii ya Mungu ambayo imetolewa bure kwa kila mwanadamu, inatosha wanadamu wote katika ulimwengu huu na haiwezi isha. Kama vile jua kwa miaka hii yote tangu ulipozaliwa imekuwa tu ikiangaza, imekuwa ikitosheleza mahitaji yako, inatosheleza mahitaji ya mimea yote katika dunia hii, inatosheleza mahitaji ya wanyama wote katika dunia hii, na haiishi. In fact, the more inawaka ndio the more inaongezeka. Hebu sikia mtumishi wa Mungu akasema hivi, ninanukuu kitabu ambacho inaitwa Gospel in Creation, na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa E.J. Waggoner, Joseph Waggoner, ukurasa wake wa 62 aya ya 1. Maneno ambayo huwa yananifurahisha sana katika nukuu hii. Anasema hivi, this life is the light of men. Uhai huu ni nuru ya wanadamu. Jesus spoke again unto them saying, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ya kwamba Yesu akanena tena akisema ya kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu, na yule anifuataye mimi hata enenda gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Sikiza. This life of righteousness is given to men as freely as the light of day. It is as abundant as the light. There is enough for all. Eti uhai huu wa haki ya Kristo umetolewa kwa wanadamu bure, kama vile mwangaza wa jua umetolewa kwetu sisi sote bure. Na ni nyingi kama vile nuru ilivyo nyingi, na inaweza toshea watu wote. Haki ya Kristo inaweza funika wanadamu wote katika ulimwengu huu. Haki ya Kristo inatosha mahitaji yako yote. Haki ya Kristo inatosha kuweza kukuokoa na kubadilisha maisha yako na kukufanya kiumbe kipya wewe na wanadamu wote katika dunia hii. Kama vile mwangaza wa jua unatoshea wanadamu wote walio katika dunia hii. Sikiza sasa mpendwa, a characteristics of light is that it can multiply itself. Eti tabia moja ya nuru ni kwamba inaweza kujizidisha. Sasa hebu acha nifike pale nikuoneshe picha ambayo iko hapa ili uelewe point ile. Hapa kuna mwangaza ambapo unawaka, na mwangaza huu unapowaka inatoa, ama moto huu unapowaka inatoa mwangaza. Na tabia moja ya mwangaza ni kwamba inaweza kujizidisha bila yenyewe kuisha.
So nikiwa niko na mwangaza huu ama nikiwa na moto huu, naweza kuja na mwingine akitaka moto huu anaweza kuja na akishe, naye pia akuwe na mwanga ambao unawaka. Na mwanga wake ambao unawaka uwe unatoa mwangaza. Kwa hivyo nuru imejiongezea. Yeye na yeye pia anaweza akisha ya mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Yaani mwangaza huu mmoja unaweza kisha mianga ingine nyingi na haitaisha. Na hii mianga nayo pia inaweza kisha zingine nyingi na haitaisha. Maana hiyo ni tabia moja ya mwangaza. Hiyo ni tabia moja ya nuru. Nuru inaweza kujizalisha, nuru inaweza kujiongezea pasipo kuisha. Kwa hivyo haki ya Kristo inatosha wanadamu wote. Wewe unapopokea haki ya Kristo, unaweza kuwa pia ni njia ya kupokezea mwingine haki yake Kristo, na huyo pia apokezee mwingine, na huyo pia apokezee mwingine, na hii mwangaza inaweza ongezeka bila kuweza kuisha. Hiyo ni tabia moja ya mwangaza. Hiyo ni tabia moja ya mwangaza. Hebu tuendelee katika ile nukuu usikie. Inasema hivi, a single torch may light 1,000 other torches and still have as much light as in the beginning. Eti taa moja inaweza kisha taa zingine 1,000 na bado ibakie na mwangaza ule ule kama vile mwanzo. So it is with the light of Christ's life. Hivyo pia na mwangaza wa maisha yake Kristo. With him is the fountain of life. Yeye ni chemichemi ya uzima. Yaani hakuna siku uzima unawezaisha kwake. Yeye ni chemichemi ya uzima, ambaye anaweza kunywesha wanadamu wote katika dunia hii na bado abaki na uzima zaidi na zaidi. Inasema it comes from him in abundance. Inatoka kwake kwa wingi. He can give life to every man in the world if they would all receive it. Ya kwamba anaweza toa uhai kwa kila mwanadamu duniani ikiwa tu wataweza kukubali. And still have as much left as in the beginning. Na bado atabaki na mwangaza na maisha mengi kama vile pale mwanzo. He can live his fullness in every man. Yesu anaweza ishi ukamilifu wake wote ndani ya kila mwanadamu. Anaweza ishi ukamilifu wako ndani yako, anaweza ishi ukamilifu wake ndani yangu, na kila mmoja amwaminie Yesu anaweza ishi ukamilifu wake kabisa ndani yake. Anaweza kuwa na uzima wa kupatia wanadamu wote katika dunia hii na hautaisha. Everyone who believes gets the benefit of the entire life of Christ. Christ is not divided. Ya kwamba kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo anapata faida ya kupata uzima wote wa Yesu Kristo. Ndiposa pale katika kitabu cha Yohana wa kwanza 5, mtumishi wa Mungu anatuambia kwamba na hii ndio zawadi ambayo Mungu amepatia ulimwengu, uzima wa milele, na uzima wa milele umo ndani ya mwanawe. Yule ana mwana ana uzima huu, yule asiye na mwana hana uzima huu. Wapendo, uzima wa milele uko free kwa kila mwanadamu, maana uko ndani yake Yesu Kristo. Na yeyote anayempata Yesu Kristo anapata uzima huu wa milele ukiwa mkamilifu, na Yesu anaweza ishi maisha yake ndani yake katika ukamilifu. Mtumishi wa Mungu katika roho nabii anasema ya kwamba katika kitabu kinaitwa Desire of Ages, anasema ya kwamba hata watakatifu waliolala ndani ya Kristo watakapofufuliwa, hawatafufuliwa kwa sababu tu kwamba Yesu ako na nguvu ya kuwafufua, lakini kwa sababu walipokea maisha ya Kristo. Ni kwa sababu ya uhai huo wa Kristo walio nao ndio itasababisha watoke katika makaburi. Sio tu kwa sababu Yesu ako na nguvu ya kuwafufua. Hapana, ni kwa sababu wako na uzima ndani yao, maisha yake Kristo mwenyewe ako nayo, na hii ndio itawafanya watoke katika makaburi siku hiyo Yesu atakapowaita. Uzima na maisha ya Kristo uko wazi kwa kila mtu, uko free kwa kila mtu, na unatosha kila mtu katika dunia hii. Basi wapendwa, tunapokuwa tukiendelea, Zaburi 37 aya yake ni ya 5, inasema ya kwamba umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Ataitokeza haki yako kama nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Haki ya Kristo ambayo uko nayo, Mungu anaweza itokeza kama mwangaza hata kwa watu wengine. Basi tunaambiwa hivi katika Mathayo 5 mstari wa 16, kazi yetu wapendwa basi ni tukubali tu mwangaza huu uweze kung'aa.
Yesu akasema vivyo hivyo nuru yenyu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenyu mema, wamtukuze Baba yenyu aliye mbinguni. Kizungu inasema let your light so shine before men. Yani kubali, wacha hii nuru iweze kuangaza. Unapompokea Yesu Kristo ndani yako, kile unaweza fanya tu ni kuzuia ile nuru, lakini tunaambia iache iweze kuangaza kwa wanadamu. Waone matendo yako mema, wamtukuze Baba yenyu aliye mbinguni. Hebu sikia vile Roho nabii anasema ikinukuu fungu hilo. Kitabu cha Christ Object Lesson ukurasa wa 420 aya yake ya kwanza. Inasema hivi: Christ does not bid his followers to strive to shine. Yesu haambii wanafunzi wake ama wafuasi wake wang'ang'ane kung'aa. Yesu hakuambii ng'ang'ana kung'aa, hapana. He says let your light shine. Anasema kubali, acha nuru yako iangaze. If you have received the grace of God, the light is in you. Kama umepokea neema ya Mungu, ule mwangaza uko ndani yako. Remove the obstructions and the Lord's glory will be revealed. Wewe ondoa kinachozuia na utukufu wa Mungu utafunuliwa. Sijui ni nini hichi katika maisha yako kinazuia utukufu wa Mungu usionekane. Sijui ni nini ambacho umeweka katika maisha yako kinazuia mwangaza wa Mungu usionekane kwa wengine. Lakini tunaambiwa kwamba ondoa hicho kinachozuia mwangaza huu kuonekana na mwangaza mwenyewe utajidhihirisha. Let this light shine. The light will shine forth to penetrate and dispel the darkness. You cannot help shining within the range of your influence. Ya kwamba mwangaza huu utang'aa na utapenya na kuweza kuingia gizani. Hawezi fanya chochote isipokuwa kuendelea kung'aa katika mahali ambapo uwepo wako unafika. Wapendwa, tuondoe vizingiti vinazosababisha mwangaza huu ulio ndani yetu usionekane. Chochote hicho ambacho kinazuia, basi wito wa Bwana siku ya leo ni kwamba kubali iondolewe, kubali kizuizi hicho kiondoke, mwangaza uweze kung'aa. Wafilipi 2 mstari wake ni wa 15. Inasema kwamba mpate kuwa wana wa Mungu, wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati yao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Kwa hivyo sisi kama watoto wa Mungu tuondoe kando lawama, tuweke udanganyifu kando, tuweze kuweka mambo haya yote mabaya kando. Maana sisi katika dunia hii tunastahili tuonekane kama mianga inayong'aa katika ulimwengu. Na basi ninapokuwa nikimalizia sehemu hii ya kwanza, wapendwa, nataka nimalizie na kitabu cha Wakorintho wa pili 4 mstari wa 6. Wapenda, Yesu pekee ndiye chapa halisi ya Baba, na yeye ndiye ufunuo wa utukufu wa Mungu. Anasema kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Kwa hivyo mwangaza wa Mungu, nuru ya Mungu, utukufu wa Mungu tunaweza ielewa vizuri kupitia kwa uso wake Yesu Kristo. Kupitia kwa Yesu Kristo ambaye ni jua la haki, wapendwa, kuna mambo mengi tunaweza jifunza kuhusu Baba yetu. Na katika sehemu hiyo ya pili tutakaporudi, tutaweza kuona ya kwamba tunapoangalia jua, ukiitazama kwa macho yako itakuchoma macho. Hauwezi stahimili kuangalia utukufu wa jua, maana jua iko na utukufu mwingi. Lakini kuna vile tunaweza fanya tuweze kuona urembo wa jua na kuona utukufu wa jua. Mungu na bariki neno lake katika wakati huu. Na tunyenyekee tuombe. Baba yetu uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya uumbaji wako ambapo tunaweza jifunza mengi kukuhusu. Tunasante sana kwa jua ambalo umeweza kupatia dunia hii na kuweza kuiangazia nuru, ikiwa inakuwakilisha wewe Yesu Kristo, jua la haki. Umetukumbusha ya kwamba mwangaza, tabia moja ya mwangaza ni kwamba inaweza jizidisha. Na kila mwanadamu anaweza pokea mwangaza wa kumtosha bila kuisha. Na pia nasi umetuita tuwe kama mianga katika ulimwengu huu, ili tuweze kuwa njia ambapo tutaweza kufikia wengine, nao pia wapate kuangaziwa na utukufu wako, nao pia wapate kuwa njia ya wengine kufikiwa, maana hii ndio lengo lako kwa wafuasi wako.
Uwe nasi tunapozidi kujifunza lesoni hii. Endelea kujifunua kwetu zaidi, na ni kupitia jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen.